Forodha duniani kwa ujumla tunapita kwenye kipindi kizito kidogo kwa sababu ya ushindani wa kibiashara uliopo duniani na unaathiri nchi zote. Kwa hiyo kwa upande wetu Tanzania, bila shaka nimesisitiza mkutano wetu huu ni wa regional, sio mkutano wa Tanzania peke yake, nchi ya ukanda wetu wa mashariki na kusini mwa Afrika. Kwa kikubwa nilichosisitiza, moja ni mashirikiano kwa upande wa idara zetu za forodha, mashirikiano ili kufanikisha malengo yetu. Tuna lengo la kukusanya mapato yanayotokana na biashara ya kimataifa, tuna lengo la kufanikisha biashara, tuna lengo la kufanikisha uwekezaji katika mataifa yetu, tuna lengo vile vile la kupata takwimu za biashara ya kimataifa. Kwa hiyo tunaposhirikiana, tunapozifanya idara zetu za forodha kuwa za kisasa zaidi kwenye modernization, ndio huko hasa ambapo tulisisitiza tuendelee mashirikiano katika kipindi hiki kigumu. Ni sehemu moja kufanikisha zaidi biashara na uwekezaji. Maana yake tumekuwa na mifumo mbalimbali katika upande wa forodha, lakini mifumo yenyewe ilikuwa zaidi mifumo ya ndani katika mamlaka zetu za mapato. Kwa hiyo katika miaka ya karibuni, miaka 2-3 nyuma iliyopita, wenzetu wa mamlaka ya mapato Tanzania kupitia idara ya forodha walianzisha mfumo maalum poto ambao ni single window, ambayo inaunganisha taasisi zote ambazo zinahusika na masuala ya forodha. Kwa hiyo kuna taasisi za binafsi, hasa wenzetu wa makampuni ya uondoaji na usafirishaji wa mizigo, clearing and forwarding agents, lakini kuna taasisi mbalimbali za serikali, mamlaka za bandari, kuna watu kama wanasimamia viwango TBS, NBS kwa upande wa Zanzibar, na taasisi nyingine zote ambazo zinahusika na uingizaji na uondoaji wa mizigo bandarini wanaingia kwenye mfumo mmoja maalum ambao unaunganisha wote. Kwa hiyo ni mfumo muhimu kwa ajili ya kufanikisha biashara na uwekezaji. Kuwezesha biashara. Kuwezesha biashara maana yake tutaongeza walipa kodi, tutaongeza mapato na yatasaidia kuendeleza nchi. Lakini la pili sasa kusaidia biashara za ndani. Ili kusaidia biashara za ndani maana yake facilitation iwe kubwa, mizigo isichelewe bandarini, itoke kwa haraka ili watu waje wafanye shughuli zao. La mwisho ni security, kulinda nchi ili iwe salama. Kama kuna silaha zisipite, madawa ya kulevya yasipite, kuna vitu visivyotakiwa, smuggling na illicit trade zisipite. Na haya ili yafanyike lazima kuwe na ushirikiano na kushare taarifa. Kwa hiyo kutakuwa na namna ya jinsi watakavyo share taarifa kati ya hizi nchi 24 ambazo zipo. Na Tanzania we are so strategic. Sisi ni gateway ya nchi nyingi, karibu nchi 8 ambazo ni landlocked. Kwa hiyo maazimio yanayotoka hapa yakitekelezwa tutasaidia sana hizo nchi zingine, lakini watu wetu wa ndani watapata biashara nyingi, transport hiyo mizigo inayopita hapa, wataajiriwa watu na hata shughuli nyingine za ndani zitaimarika zaidi. Kwa hiyo ni kikao muhimu na tunashukuru sana kimefanyika ndani ya nchi yetu. Mabadiliko yaliyowekezwa na serikali chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwanza bandari ile imewekezwa, kuna DP World, kuna Adani. Maana yake clearance time imepungua sana na mizigo imeongezeka. Increase tu kwa muda wa miezi 6 mizigo imeongezeka kwa zaidi ya 30%. Na hiyo maana yake sasa hivi makusanyo ya custom kwa mwezi ni zaidi ya trilioni 1 na bilioni 200 kwa mwezi. Na tunakokwenda yataongezeka zaidi. Lakini hata makusanyo ya ndani ya kodi za ndani yameimarika kwa sababu ya kuimarika kwa custom. Wafanyabiashara wa ndani wanategemea mizigo itoke nje ili wafanye biashara. Kwenye viwanda vya ndani wanategemea wazalishe kutokana na raw materials zinazotoka nje. Kwa hiyo uwekezaji mkubwa wa bandari na mifumo ya custom umeimarisha sana biashara, umewezesha sana ukusanyaji wa mapato na umechangia sasa maisha ya watu kwa jumla yaweze kuimarika. Naitwa David Ontweka, naibu ya commissioner katika customs na mipaka ya Kenya, nahusika katika
kutengeneza policy na mambo ya uhusiano wa Afrika Mashariki na dunia. Kutoka kongamano hili sisi tutarajia kwamba Afrika Mashariki kupitia mifumo ya dijitali, uunganisho juu ya biashara kutoka Afrika Mashariki na Afrika Kusini, tunataka tulete mambo ya World Customs Organization ambao wengi wetu tunasafiri kwenda Brussels kutafuta usemi na njia za kufanya biashara katika Afrika hii. I'm Ian Saunders, the Secretary General of the World Customs Organization, here for this 2026 Governing Council meeting for our East and Southern Africa region, a region that's made up of 24 of our 187 members. It's an opportunity to understand and clarify regional priorities, to organize the Commissioners, Directors General of Customs, to orient them to understand the key issues that are facing the international customs community that we will discuss at our annual council meeting, which takes place in June every year. It's an opportunity to review the challenges that face the customs community, our responses to those challenges in terms of standards, guidance, and implementation support, and to ensure that we take a collective approach to dealing with these challenges that oftentimes require the commitment of both individual customs administrations, but also a networked approach premised on trust and information sharing to ensure that those actors that would choose to misuse the system find their opportunities blocked in every way possible as customs administrations work to collect the appropriate revenue, protect their respective borders, and to protect society. Mtaa mzima unajua maisha ni mwendo wa chapchap. Mtaa mzima unajua maisha ni mwendo wa chapchap. Lakini leo kuna sehemu matumaini yanakutana na suluhisho. Kwa nini unahangaika? Njoo, wezesha Mzawa Microfinance. Punguza stress, ongeza maendeleo.